Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, mambo ni mazito kwelikweli ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Kuna taarifa ambayo imetolewa kwa siku ya leo kuhusiana na kile ambacho kinachoendelea. Kumekuwepo na mvutano kweli ndani ya kikosi cha klabu ya Simba juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo wa tarehe 25. Kwa kile ambacho kilichoweza kujili, inaelezwa kwamba mambo yamekuwa ni mazito kweli kuelekea mchezo huo, huku klabu ya Simba mpaka sasa ikiwa bado hajathibitisha juu ya kucheza mchezo huo, kwa sababu ya kutoa tamko lake labda kwa mashabiki juu ya kununua tiketi kama ilivyokuwa mara ya kwanza, waende wakaujaze uwanja wa Benjamin Mkapa katika tarehe 15. Haijawa hivyo kwa tarehe hii ambayo imetangazwa na bodi ya ligi juu ya klabu ya Simba kucheza mchezo wao siku hiyo ya tarehe 25. Sasa kile kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya Simba, wametoa tamko lao juu ya kile kinachoendelea na maamuzi yao kuelekea mchezo huo. Pia wameweza kuyaweka bayana kwa kile ambacho kinachoenda kutokea. Kumbuka ya kwamba kulikuwepo na kikao kizito Dodoma kilichokutanisha pande zote mbili juu ya kupata muafaka. Sasa inaelezwa kwamba ule muafaka ambao uliopatikana pale juu ya dabi, lakini Wekundu wa Msimbazi Simba ndani kwa ndani katika kamati zao unaambiwa ni hakukaliki, ni ya kushikiki. Vikao kila siku juu ya kujadili swala hili. Ni lipi hilo? Tutakwenda kujua hapa na maamuzi yaliofikia juu ya kile ambacho kinachoendelea. Ila kabla tujaendelea, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza neno jekundu liloandikwa hapo na subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine wanazungumzia, hawa ni mnyama Simba Sport Club. Bana, taarifa inazidi kuwa nzito kweli juu ya kile kinachoendelea kwa sasa juu ya mchezo wa dabi ya Kariakoo ambao klabu ya soka ya Simba Sport Club ni inaonekana kwa mashabiki zake, ukitizama kile ambacho wanachokisema kwa viongozi wao, huku wakiwataka waendelee kushikilia msimamo wao, kwani kukubali kucheza tarehe 25 wataonekana wanyonge, wataonekana wapo chini ya klabu ya soka ya Young Africans. Kwa hiyo inaelezwa kwamba sasa ni mvutano kwa kile ambacho kinachoendelea kwenye kikosi cha klabu ya Simba. Unaambiwa mambo ni mazito kweli kwa kile ambacho wao wanaendelea nacho. Unaambiwa Msimbazi kuna waka moto. Unaambiwa moto unawaka kweli na ni chini kwa chini. Si unaambiwa kwamba siku sio nyingi utawaka kama moto wa mlipuko kweli kutokana na yale ambayo yanaendelea chini kwa chini mpaka sasa. Unaambiwa bundi ametua kwenye kikosi cha Msimbazi. Unaambiwa siku zote huwa Simba pale unaambiwa kuna kitu ambacho kinachoendelea. Inaelekezwa kwamba uwekezaji ndani ya klabu ya Simba huenda ukawa na mambo mengine mengi ambayo yatakuja kuweza kuibuka. Unaambiwa ni kuhusiana na issue ya Mo Dewji zidi ya mzabuni mpya, mwekezaji ambaye anaisa kwenye klabu ya Simba. Unaambiwa sasa taarifa ni kwamba mwekezaji yupo tayari kumpisha mwekezaji mwingine ili aje aungane na huyu mzabuni mpya wa jezi, ila kwa sharti moja tu, alipo pesa zake zote shilingi bilioni 67 ambazo ametoa toka mwaka 2018. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoelezwa na juu ya hiki kinachoendelea kwa sasa. Inaelezwa kwamba dabi ya Kariakoo inaelezwa kwamba
huenda isiweze kwa klabu ya Simba kutokana na yale yanayoendelea mpaka sasa. Viongozi bado wanavutana. Kuna viongozi ambao wamegawanyika, wengine wanasema tucheze dabi, wengine wanasema kwamba tuwasikilize wanachama wanataka nini, kwa sababu mpaka sasa kulikuwa kuna mvutano. Kwa nini Mangungu alikwenda peke yake kama kiongozi wa Simba na wazee wengine wa klabu ya Simba, lakini sio viongozi kama CEO na watu wengine? Sasa kwa kile ambacho kinachoelezwa juu ya kuweza kutaka kugoma mchezo huo, bodi ya ligi imeweza kuwatahadharisha kabisa mapema kabisa, ambapo bodi ya ligi kuu ya Tanzania imesema ya kwamba haitapangua ratiba za mechi nyingine za ligi kuu ya NBC. Timu zote zitamaliza ligi Juni 22 isipokuwa Simba na Yanga ambao watacheza mechi ya mwisho Juni 25. Unaona bana, kwa hiyo tarehe 25 ndio dabi. Kwa hiyo hawapaswi kukimbia kuelekea kokote kule ambako inaelezwa wanakotaka kwenda kugoma. Lakini inaelezwa kwamba kwa yale yanayoendelea, mapicha sasa yale ambayo yanaendelea katika ligi kuu ya soka Tanzania bara, unaambiwa mambo huenda yakawa ni mazito, kwa sababu FIFA taarifa imewafikia kwa kile ambacho kinachoelezwa na namna ambavyo kulikuwa na malalamiko kwamba mamlaka zimeingilia shirikisho la soka la Tanzania la soka. Hapa nazungumzia kwa kiongozi kuwazuia hapa nazungumzia kuingilia lile sakata ambalo lilikuwa linadaiwa kwamba kiongozi ama kigogo mmoja alitajwa kuweza kuizuia dabi ya tarehe 8. Sasa inaelezwa kwamba FIFA imeitaarifu rasmi TFF kuwa inatuma maafisa wake kufanya uchunguzi kufuatia migogoro ya kiuongozi Tanzania na mwingiliano wa kimaamuzi. FIFA pia itauangazia uchaguzi mkuu wa TFF utakaofanyika Agosti kabla ya kutoa tathmini yake na maamuzi. Unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea mpaka sasa, unaambiwa mambo ni mazito kweli kweli juu ya yale ambayo yanayoendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Hapa nazungumzia ya Simba Sport Club. Kwa yale ambayo yameweza kuorozeshwa, inaonekana mambo yanazidi kuwa ni mazito kweli kweli. Lakini anaandika Eric Mwembe, mchambuzi wa soka, anasema kwamba tunaahirisha mechi bila kujua madhara yake. Kuna watu wanaingia gharama nyingi kutoka mikoani kuja kutazama mechi. Watu wanatoka Simiyu, Newala, Ngara na kwingineko kuja kuangalia dabi. Wanatumia mamilioni ya pesa kwa nauli na kuja kukaa katika nyumba za kulala wageni, lakini ghafla simu moja kutoka juu inaamua kuahirisha mechi. Kampuni ya Azam TV iliyotia mamilioni ya pesa kama udhamini katika ligi yetu inaingia hasara kubwa kutoonyesha pambano hilo kwa sababu ya simu ya mtu mmoja tu kutoka juu. Upuuzi wa karne nyingi zilizopita. Kuna wadhamini wa ligi ambao kupitia mechi kama hii wanapata fursa kubwa ya kujitangaza, lakini mtu mmoja anapiga simu kutoka juu na kuahirisha pambano kwa sababu zake binafsi. Kampuni zikijitoa katika udhamini, klabu zitapata shida kujiendesha. Watu wa bodi wawe imara, lakini kwa wakubwa ambao wanaingilia mechi hizi kwa maslahi yao, nadhani wanapaswa kupata funzo kubwa kwa kilichotokea. Binafsi naamini Almas Kasongo na Steven Mguto wametolewa kafara tu katika sakata hili. Kuna mtu ametulia sehemu kama kivuli akishuhudia kung'olewa kwa Mguto na Kasongo, lakini anajua kwamba yeye ndiye chanzo cha pambano hili kutochezwa. Mtu huyu naye tumwambie never again na asiharibu mpira wa nchi. FIFA hawakuwa wajinga kutaka mpira wa miguu ujitegemee. Walijua kwamba kuna aina ya watu wataleta utata mkubwa kama huu. Tusipokemea itajirudia tena na tena. Tutaendelea kuwatoa kafara watu wengi wasiohusika katika hili ambalo linaloendelea. Sasa unaambiwa FIFA ndio wametua Tanzania kuja kufanya uchunguzi kwa yale yote ambayo yanaendelea. Bana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment. Unadhani klabu ya Simba itapata haki yake kwa kile ambacho kilichoweza kutokea katika siku ya tarehe 15 katika mchezo wao ambao walikuwa wanajua wanakwenda kucheza